Yes, uhali gani mtazamaji wa Bobezi TV, hope uko poa kabisa na unaendelea fresh sana. Sasa kama tunavyojua kwa sasa hivi kwamba tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, na sasa hivi tuko kwenye kile kipindi cha baadhi ya watiania wanaendelea kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kugombea katika majimbo, lakini pia katika kata tofauti ambazo wako wanagombea, kwa maana ya kwamba katika nyadhifa tofauti za ubunge pamoja na udiwani. Sasa hivi ndo mwitikio umekuwa mkubwa sana haswa kwa watu maarufu, lakini pia wasanii, lakini pia waigizaji wamekuwa ni miongoni mwa watu ambao wako na mwitikio mkubwa sana katika kuchukua fomu, lakini pia wengine wamekuwa wakirejesha fomu na kuchukua tena. Mwitikio umekuwa mkubwa sana katika nafasi hizi za ugombea, kwa maana ya kugombea ubunge pamoja na udiwani katika kata, lakini pia katika majimbo tofauti. Sasa tumeweza kuona msanii wa muziki Shilole aliweza kuchukua fomu, lakini pia akaweza kuirejesha. Tayari ameshairejesha kwamba tayari ameshatia nia yeye kuweza kugombea ubunge katika uko kwao Tabora. Lakini pia leo hii tumeweza kumuona mtangazaji maarufu kabisa Salim Kikeke, na pia amechukua fomu Moshi vijijini. Mwandishi mkongwe wa habari Salim Kikeke amechukua fomu ya kuwania ubunge katika jimbo la Moshi vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini pia zoezi hili, kama tunavyofahamu, zoezi la uchukuaji fomu katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM linaendelea nchi nzima, ambapo watiania tofauti wameendelea kujitokeza kwa ajili ya kuchukua fomu za ubunge pamoja na udiwani. Lakini pia kitu ambacho kimewastaajabisha watu wengi sana, na watu wengi pengine hawakutegemea kwamba pengine huenda mtu huyu angeweza naye kuchukua fomu, ama angeweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kutia nia kwenye ya kugombea kwenye sehemu ama jimbo ama kata fulani. Hii imekuwa ni surprise na imekuwa ni mshangao kwa watu wengi sana mara baada ya Haji Manara kuchukua fomu ya udiwani Kariakoo. Sasa mwanahabari aliyekuwa msemaji wa zamani wa vilabu vya Simba na Yanga, Haji Manara, amechukua fomu ya kuwania udiwani katika kata ya Kariakoo, jimbo la Ilala, kupitia Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo nimekuambia tu kwamba watu wengi hawakutegemea kwamba Haji Manara pengine angeweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kugombea udiwani Kariakoo. Kama tunavyojua kwamba Haji Manara ni mtoto wa Kariakoo, amekulia Kariakoo, lakini pia mazingira yake mengi amekuwa anaifahamu vizuri Kariakoo, tunaweza tukasema hivyo. Sasa paka ameamua kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kutia nia kwa ajili ya kuweza kugombea udiwani kata Kariakoo, basi itakuwa amejiamini sana na ana uhakika na kazi yake. Lakini hiyo imekuwa ni tofauti kwa watu, lakini pia mitazamo ya watu tofauti imekuwa ni tofauti, haswa kwa Haji Manara. Watu wengi wamedoubt kwa kuhusiana na yeye kuchukua fomu ili kuweza kuwania udiwani, na watu wengi walikuwa wanategemea labda maybe ataweza kugombea ubunge kwa sababu tayari ana jina kubwa na anafahamika na watu wengi na yuko na ushawishi mkubwa sana huku mtaani. Sasa tuendelee kusoma comment tuone ni watu wanasema nini kuhusiana na Haji Manara kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge. Kuna huyu mmoja anasema kwamba sema Haji Manara anastahili kupata ubunge, msomi, ana moyo mzuri wa kusaidia jamii, apewe tu ubunge. Lakini tayari yeye kashachukua fomu ya kuwa diwani. Mwingine akaandika akasema kwamba kaogopa kuchukua fomu ya ubunge, afu akaweka emoji za kucheka. Lakini pia akasema huyu si ataenda kutoa siri za serikalini huyu. Hiyo imekuja mara baada ya zile voice note ambazo zilivujaga kwa kipindi kile cha Haji Manara, lakini let's not talk about that kwa sababu tayari ni issue ambayo imeshapita na mwenyewe tayari alishakuja ku clear the air kuhusiana na hizo voice note. Lakini hizo tu ni baadhi ya comment ambazo watu wameweza kucomment kuhusiana na yeye kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ama kutia nia kwenye kata ya Kariakoo ili kuweza kugombea udiwani. Unaonaje Haji Manara kuweza kuchukua fomu? Kwa hiyo imekaaje kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea udiwani? Je, unaona anastahili kweli kuweza kuchukua udiwani, ama alikuwa anastahili kwamba alikuwa anastahili labda aweze kuchukua fomu pengine ya ubunge kwa sababu ya jina lake kuwa kubwa, lakini pia impact yake pamoja na ushawishi wake mtaani? Unaonaje kwa upande wako? Lakini pia unadhani ni kweli alikuwa na mpango huo, ama unahisi tu hichi kivuli ama ili wimbi la wasanii pamoja na watu maarufu kuweza kuchukua labda pengine na yeye limemshawishi kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kutaka udiwani wa Kariakoo?
Mimi naitwa Genevieve na hii ni Wabobezi TV. Cha msingi ni wewe kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia kulike, comment na kushare ili wa kwanza kuweza kuzipata taarifa. Tufollow kule Instagram, tunapatikana kwa jina moja tu la Wabobezi TV, na mambo mengine yatakwenda sawa bin sawia.